tunalipa deni ambayo hata tuelewi ya kwamba kazi yake ilikuja kufanya nini. Na hii limeleta jambo kubwa sana nchini. Ingawaje tunatumia asilimia 60 ya zile kodi, zile ushuru ambazo tunakusanya. Hii pesa ambayo tunaenda kulipia zile deni inafaa ichunguzwe. Kwa lugha ya kimombo tunaweza ita odious debt. Ni zile deni ambazo tulichukua, lakini kwa vile ambavyo watu wenyewe walichukua hizo deni walizitumia kwa zile mahitaji ambazo ni zao wenyewe, kwa kile kitu ambacho ningeita the political elite. Unajua, cha pili ni kwamba jambo ambalo ningependa kusema ya kwamba ukiangalia ile pesa ambayo itatoka katika kufinance hii bajeti, itatoka kwa mengi yao itatoka nchini, si kwetu. Ushuru yetu ndio itatoka, alafu iende kutumika katika hiyo bajeti. Lakini tunatoaje pesa iwapo hakuna mahali, hakuna vijana wana kazi, hatuna ajira? Leo hii chichi tukiangalia katika nchi tunapata ya kwamba wanafunzi milioni 1 wanaingia katika shule ambayo tunaweza ita primary, sio kama ni chekechea, kitu kama hiyo. Chekechea. Shule ya msingi. Milioni 1. Wanafunzi 1500 wanaingia katika shule ya upili. Kutoka hapo tunapata kwamba wanafunzi 1400 wanaingia katika vyuo vikuu. Kwa hivyo unapata kwamba hii namba ama hii nambari inaenda ikididimia, ikisonga. Lakini swali ambayo hatujiulizi ni kwamba hawa ambao wanatoka hapa katikati, ambao hawafiki paka pale tunaweza tuita university ama chuo kikuu, wanaenda wapi? Hawa watu wanafaa wakuje katika economy, wapate ajira ili waweze kujenga nchi, lakini waanzishe biashara na vitu kama hizo. Lakini wakitoka pale nje wanapata kwamba serikali yenyewe haijaunda ile msingi ambao inawezesha hao vijana kwanza kufanya kazi, na serikali yenyewe tena imeweka ushuru ikuwe juu. Hao watu wanatoka pale kijijini ambapo vitu kama kilimo zinafaa zikuwe zinaenea. Lakini hawezi, kwa sababu hata zile mipangilio hazijawekwa vizuri katika county ili tuweze kuhakikisha kwamba economy imegrow. Kwa hivyo ni swala nyeti ambazo lazima tujiulize, ni kwamba bajeti ndio imekuja, tuko na target ya kuraise ile 388 billion kutoka kwa mwananchi wa kawaida. Lakini mwananchi wa kawaida atatoaje hii pesa iwapo hatujaweka ile mikakati ya kuhakikisha ya kwamba hii pesa kwanza iko mfukoni? Na kama ilivyokuwa serikali ilisema kwanza pesa mfukoni, mengine yafuate. Tuende kwa Gen Z. Gen Z, ulipata matumaini yoyote kutoka kwa matamshi ya Mbadi hapo jana? Na iwapo alikupa matumaini yoyote ni kama yapi? Kwangu mimi kwanza haikuwa na matumaini. Nilikuwa nimeisoma ile finance bill. Kwanza sikumsikiza kwa sababu nilikuwa kwa maandamano. So nilijua kile na ambacho anaenda kusema. Kitu cha kwanza, hakuna matumaini pale. Kile kitu tunajua tu mambo yanaendelea kawaida jinsi tunavyojua. Mabwenyenye wanaendelea kuwa mabwenyenye, maskini wanaendelea kuathirika. Tukianza na mambo ya vile amesema odious debt, hatutazungumzia sana kwa sababu ni swala ambalo lipo mahakamani. Lakini tunalipa deni ambalo tujui nani alikopa, na baada ya kukopa alifanyia nini. Tena serikali, sijui kama kuna wataalamu wanafanya kazi jinsi inavyofaa, kwa sababu tunakopa, katika bajeti tunaweka mpango wa kukopa hela ili bajeti iweze kuendelea, ili kuokoa uchumi, na pia tunaweka mpango wa kulipa madeni. Kuna haja gani ya nikope na lipa? Hamna haja. Basi ni vizuri tu maintain na ile pesa tuko nayo. Kama tuko na deni, you can tell them we will pay you by this time. Kitu cha pili ni mambo ya affordable housing. Nitakupa mfano. Sasa kama kwenyu tuseme mzazi ana shamba. Mzazi akwambie hili shamba nitakujengea nyumba. Akuitishe pesa ya material ya kujenga nyumba. Alafu baadaye mzazi kumaliza kujenga ile nyumba, kwambie na kuuzia sasa. Hamna haja serikali ichukue shamba la serikali, shamba ambalo ni la Wakenya, ijenge nyumba. Na hilo nyumba kujenga anaitisha watu tax. Anakata tax, and at the same time anaweka kwa finance bill, wanalenga shilingi 120 billion wanaweka kwa affordable housing, wana collect tax pia ya kujenga hizo nyumba, na baada ya kumaliza zile nyumba bado wanawauzia nyinyi wenyewe. Hilo swala ambalo linafaa liangaliwe sana, na ni swala ambalo halifai. Katika mambo ya finance bill, wale ambao wanatengeneza finance bill, sijui labda wanaunda finance bill, labda wanajadiliana, wanasema tu ndio hii mbaya, baadaye wakilalamika
tutarekebisha. Hamna haja. Na kama hakuna wataalamu ambao wanaweza kuangalia masuala ya uchumi, tuna wataalamu wengi sana. We have so many economists ambao hawana kazi. If they are unable to do the work, they can let the others do that work. Katika mambo ya vijana, tunaangalia kwamba vijana hawajapewa nafasi katika finance bill. Vijana wengi wako tumesema into sports, na wengi wako online, na wengine wanaanzisha small businesses. Kama serikali ni kweli ingetaka kuwasaidia vijana, ingewapa vijana hata nafasi. Kama una biashara ambayo haijafikisha tuseme miaka 4, inge reduce tax yako iwe chini. Lakini sasa unapata mtu ambaye anaanzisha duka kidogo ya kuuza viatu pale, ushuru wake na mtu ambaye ana kiwanda kimekaa miaka 20 ni sawa. Tena ukikuja kwenye mitandao wanalipisha, wameongeza 15% tax. So utapata ile kidogo ambao unapata kutoka kwa mtandao wako bado kinakatwa. So tungeomba serikali kama ni kusaidia vijana iweke mpango wa kusaidia vijana. Na hauwezi kusaidia vijana, hata tunashangaa ni vijana wapi wanasaidiwa. Kama vijana ni kina Albert ndio wanataka kusaidiwa. Ule kijana mwingine alipatikana jana akiwa ameuliwa Nakuru. Young men are being killed, and then you are saying you are helping young men. You are not helping young men because young men, they are very, very angry. Because kwanza juu ya police brutality. Because serikali yenyewe inatengea idara ya ulinzi pesa. So unatengea ulinzi ili kandamiza wananchi. Haya basi, mkituwa sisi wote nani atalipa ushuru? Ama ushuru finance bill mtatengenezea kina nani? So masuala kama hayo yanafaa yaangaliwe. Na waangalie masuala muhimu, si kupelekea masuala na ambayo masuala kama ya ulinzi, na wakati health haina hata pesa hata kidogo, na unapofika pale hii si masuala ya kubishana na serikali. Mtu anasimama pale kwa podium anasema SHA inafanya kazi, mwingine anasema ifanye. It is not supposed to be that way. Kama SHA inafanya kazi, tunafaa tuone by facts. Unajua wakati mwingine tunaangalia ripoti ya serikali, na katika ripoti za serikali kile kimeandikwa na kile ambacho kiko ground ni very different things. So tunafaa serikali ihakikishe kile na ambacho iko katika ripoti na kile na ambacho kiko katika ground kinafanya kazi. Hamna haja ya kukua na finance bill kubwa, na nimesema na haitusaidia hata ikiwa ni trilioni 10 na haitusaidii. Na haina haja uweke finance bill ya 4.2 trillion knowing very well you cannot collect that 4.2 trillion. You cannot manage to collect it. You'll have to borrow. You are saying I'm borrowing and then you are paying the debt. There is no need. So ni vizuri wale ambao wanatengeneza bajeti wasikie hili. Nyinyi ni wataalamu, mnafaa mtengeneze bajeti na ambayo inamfiti mwananchi. Msitengeneze bajeti ili mwananchi alalamike, mrudi kuirekebisha. Kwa hivyo kama vijana mnahisi kana kwamba hamjaweza kuwasilisha vilivyo kwenye hii bajeti? Hatujaweza kuwasilisha chochote kwa sababu hata zile public participation wanatengeneza. Maoni yetu hayachukuliwi. Ningeambia vijana, hamna haja ya kupeleka maoni pahali na ambapo hayasikizi. Na ndio maana unaona wakati anaenda kusoma finance bill, vijana wako mitaani, maandamanoni, wakisema tunataka hivi, hatutaki vile. Sawa, wewe unafanya vile, unafanyia nani? Kwa sababu umewekwa hapo na wananchi ili uwasaidie. So kama ni bajeti, ni bajeti. We want a country which works for everyone. Si ambayo inafanyia watu kazi nusu na wengine hawafanyiwi kazi. Kama vijana hatuja includiwa kwa hiyo finance bill hata kidogo, tunaendelea kufinywa. Hata heri wangetuacha basi jinsi tulivyo. Vile. Maoni chanya kutoka kwa Gen Z, na wana mengi ya kuzungumzia pia kuhusiana na kile ambacho serikali inafanya, lakini